Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Sunday Blessing, kwa maana ya baraka za Jumapili, napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu cha leo. Kama ilivyo ada ama ilivyo kawaida, Wakristo walio wengi siku ya Jumapili hukutana katika nyumba za ibada kwa ajili ya kumshukuru Mungu, kusali, kumtukuza Mwenyezi Mungu, kumuomba na kuhakikisha kwamba wanapeleka jumbe zao kwa Mwenyezi Mungu awasikilize na bila shaka azipokee na kuwatatulia. Na leo mimi pia nimekuwa mmoja wa hao Wakristo ambao katika desturi hukutana na kufanya hayo yote kwa ajili ya kumpendeza Mwenyezi Mungu hapa duniani. Na leo katika kukutana katika ibada nimemsikiliza vizuri sana ujumbe wa kasisi kiongozi wa ibada yetu leo, na yeye akazungumza kwamba leo ni siku ya Jumapili, ni Jumapili ya neno la Mungu ama Dominika ya neno la Mungu. Mimi nimewahi kusoma sehemu moja, nadhani bila shaka kwa lugha ya Kiitaliano pameandika Dominica de Parola, yani bila shaka ndio tafsiri yake kwamba ni Dominika ama Jumapili ya neno la Mungu. Kwa nini neno la Mungu? Kwa sababu sasa ndo hapo kasisi akaendelea kusisitiza kwamba ama kufafanua kwamba kanisa liliona ya kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendelea kutukuza utukufu wa neno la Mungu, na hivyo kuanzia mwaka 2019 kanisa lote duniani lilianza kuadhimisha Jumapili ama Dominika moja mahususi kwa ajili ya kuweka hamasa na kuendelea kuonyesha utukufu wa neno la Mwenyezi Mungu kwa wanadamu. Jambo la pili ambalo aliweza kuzungumzia ni kwamba neno la Mungu ni ujumbe wa Mungu kwa wanadamu. Tukumbuke kwamba sisi wanadamu wote kwa muktadha wa imani yetu tunaamini kwamba binadamu wote wameumbwa na Mwenyezi Mungu. Na kwa kuwa wameumbwa na Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu ndiye baba wa viumbe vyake. Kwa hivi kasisi akaonyesha kwamba neno la Mungu ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu. Kwa hivi ni sawa tu tuseme kwamba wewe una kijana wako anafanya kazi sehemu fulani, ama una mtoto wako anasoma sehemu fulani, unamwandikia barua ama unamwandikia ujumbe kupitia WhatsApp ama katika namna yoyote ya kielektroniki. Wewe unataka kuzungumza na mwanao juu ya uelewa wa ujumbe fulani. Inaweza ikawa ni salamu, inaweza ikawa ni kumweleza yanayoendelea nyumbani, inaweza ikawa ni kumtakia majukumu mema ama kumpa hamasa fulani. Kwa hiyo hali kadhalika kasisi akatuambia hili neno la Mungu ujumbe wake kwa wanadamu manake ni kuwahitaji wanadamu waweze kusoma ujumbe wake na kujua Mungu anataka wao waweze kufanya nini kama baba yao mwema na mwenye huruma. Na pia ndo akaongeza kwamba maandiko yanasema neno lako Bwana ni taa ya miguu yangu, kwamba neno la Mwenyezi Mungu ni taa ya yule anayemwelewa au anayemwamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu linamuongoza kupita njia ambayo ni sahihi, njia ambayo ni salama katika safari ya wokovu hapa duniani. Kitu cha tatu ambacho aliweza kukizungumzia, alisema ya kwamba neno la Mwenyezi Mungu ni Mungu anajifunua kwa wanadamu. Mungu anajifunua kwa wanadamu kwa maana ya kwamba Mungu ametaka sisi au ametaka viumbe vyake viweze kumwelewa vizuri zaidi, na hivyo akaamua kuleta neno lake duniani. Na hapo kwenye neno akaongezea jambo lingine, akasema ndiye Yesu Kristo aliyekuja duniani kwa ajili ya kuweza kuwakomboa watu wake. Kwa hivyo kwamba kadiri unavyojifunza na kusoma neno la Mungu vizuri, maana yake ni kwamba unajipatia ama unajiweka kwenye ukaribu zaidi wa kumwelewa Mwenyezi Mungu na kujua anachokihitaji, ili wewe uweze kuishi vizuri, kumtumikia yeye, kuishi upendo, kuishi uvumilivu, kuishi kumtumikia yeye na kuwa na uchaji kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivi maana yake ni kwamba kama ni Mkristo ambaye hasomi neno la Mungu, kasisi pale akaonyesha kwamba huyu Mkristo anajiweka kwenye disadvantage ama anajiweka kwenye hasara ya kutomwelewa vizuri Mwenyezi Mungu. Na hivyo akasema kwamba ni vyema kukawekwa neno la Mungu, kila mmoja akawa nalo maandiko matakatifu pale nyumbani, Biblia namna hiyo, ama katika kama ni mwanafunzi shuleni ukawa nayo, kama yuko boarding unakuwa nayo katika begi, unakuwa nayo mahali fulani, hata ofisini unakuwa nayo sehemu fulani. Kwa nini? Kwa sababu ukadiri unavyoendelea kulisoma neno la Mungu na kulielewa, linakupa nafasi nzuri zaidi ya kumwelewa Mwenyezi Mungu kwamba
anahitaji nini na wewe unatakiwa uishi namna gani kama kiumbe chake ambacho Mungu mwenyewe anakipenda sana na daima anahitaji kiweze kukombolewa, kuishi maisha takatifu ya Mwenyezi Mungu, hasa maisha ya umilele. Kwa hivi tunaposema mama kanisa, kwa maana ya mafundisho yote ya kanisa pamoja na neno lake Mwenyezi Mungu, mama kanisa huyu daima anaweka hiyo siku maalum ili familia, mtu mmoja mmoja, jamaa na marafiki waweze kukumbushwa kwamba ni muhimu kuzingatia kulisoma neno la Mwenyezi Mungu, kulielewa vizuri, lakini pia kuweza kuliishi katika maisha yetu. Unajua kwamba ule upendo ama mwanga unaopatikana kwa ajili ya kwenda kuangaza ni matokeo ya uelewa mzuri wa kile ambacho mtu unakuwa umekichota kwenye maandiko matakatifu, ili watu wengine waweze kuonja sasa huo utakatifu wa Mwenyezi Mungu kwa kupitia maisha yetu hapa duniani. Asante sana, nikutakie Jumapili njema ama Dominika njema ya neno la Mungu. Dominica de Pallola. Mungu akubariki sana na endelee kukutunza, ujifunze kutoka kwake kwa njia ya neno lake, ili wewe uweze kubarikiwa sana na kuweza kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki sana. Asante. Sisi na tulipokea kwa furaha kwa imani.